Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inajenga uzio katika shule zetu hizi kwa ajili ya lengo kuu la kuhakikisha usalama wa wanafunzi, lakini mali za shule. Na serikali inafanya hivyo kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri, na hivyo naomba nitumie nafasi hii kuwakumbusha wakurugenzi wa mamlaka zetu za serikali za mitaa kuweza kufanya tathmini katika shule ambazo ziko katika mazingira yenye mazingira hatarishi. Wafanye tathmini ya ujenzi ya gharama zinazohitajika kwa ajili ya ujenzi wa uzio katika shule hizo na kuweka katika mipango na bajeti ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuanza kujenga uzio katika shule hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzio ni sehemu muhimu sana ya miundombinu inayohitajika kwa ajili ya kujenga shule zetu hizi, na ni kweli kabisa serikali inaweka msisitizo mkubwa. Kwanza, serikali inajenga kwa awamu. Kwa hiyo fedha tayari zinatoka kwa ajili ya kujenga miundombinu ya msingi kabisa ambayo itawezesha wanafunzi kupokelewa kwa ajili ya kuanza masomo katika shule hizo. Lakini baada ya majengo haya ya msingi kuwa yamekamilika, ni wajibu wa msingi wa mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia mapato ya ndani waweze kuhakikisha wanaweka katika bajeti ya mapato ya ndani kujenga uzio. Kwa hiyo Mheshimiwa Tunza Malapo, serikali itaendelea na mikakati hii ya kuhakikisha kwamba kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri inafika katika shule mbalimbali kwa ajili ya kujenga uzio. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na sera ya elimu bila malipo, udahili wa wanafunzi umeongezeka maradufu, na mazingira hayo yametengeneza uhitaji mkubwa sana wa ongezeko la miundombinu ya shule. Na serikali kuu kwa wakati huu kipaumbele chake namba moja ni kuhakikisha inajenga miundombinu ya msingi kabisa ambayo itawezesha kuanza kupokea wanafunzi hawa waweze kuanza kupata masomo yao. Lakini kwa kuzingatia na dhana hii ya D by D, yani ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, wajibu wa msingi wa kutenga bajeti na kupanga maendeleo ikiwemo kujenga miundombinu ya msingi kabisa katika sekta hizi za elimu, afya na kadhalika ni wajibu wa mamlaka zetu za serikali za mitaa. Kazi ambayo inafanyika na serikali kuu ni kuongeza nguvu. Kwa hiyo niendelee kutumia nafasi hii kuwasisitiza wakurugenzi katika mamlaka zetu za serikali za mitaa waweze kufanya tathmini katika maeneo ambayo yanahitaji uzio, katika shule ambazo zinahitaji uzio, lakini sio tu shule, hata katika vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya wafanye tathmini ya fedha inayohitajika kwa ajili ya kujenga miundombinu hiyo na waweze kuweka katika mipango na bajeti za mapato yao ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha wanaanza kujenga miundombinu hii muhimu kabisa ya uzio kwa ajili ya usalama wa wanafunzi au tuseme wananchi kwa upande wa sekta ya afya, lakini mali za shule na vituo vya afya.